Rais wa Marekani Donald Trump amesema mashambulizi ya anga ya usiku wa kuamkia Jumapili hii dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran yamewaondolea bomu mikononi, akisisitiza kuwa Iran ingeweza kutumia silaha za nyuklia iwapo ingekuwa na uwezo huo. Kupitia Truth Social, Trump ametumia tangazo hilo kumshambulia pia mwakilishi wa Republican Thomas Massie aliyepinga mashambulizi hayo kwa hofu kuwa yataivuta Marekani kwenye vita nyingine Mashariki ya Kati. Trump alimuita Massie mwenye akili nyepesi na anayetafuta sifa tu na kusema hafai katika harakati za MAGA, akiahidi kumpinga kwenye kura za mchujo zijazo, ikiashiria mgawanyiko ndani ya chama cha Republican. Ingawa baadhi ya wafuasi wa Trump walipinga kuingilia kwa Marekani, wengi wao sasa wameunga mkono uamuzi huo na kumwacha Massie kama mmoja wa wabunge wachache wa GOP waliobaki wakikosoa baada ya shambulio. Kwa mujibu wa kituo cha habari cha Israel Channel 12, uamuzi wa Trump ulitokana na shinikizo kutoka kwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu pamoja na waziri wa masuala mikakati Ron Dermer, waliomhimiza kushiriki katika kuandika historia. Ni kundi dogo tu la maafisa wa Israel: Netanyahu, Dermer, waziri wa usalama wa taifa Itamar Ben-Gvir, waziri wa fedha Bezalel Smotrich na waziri wa ulinzi Israel Katz waliokuwa na taarifa. Operesheni hiyo ilifichwa kwa wanachama wengine wa baraza la usalama la Israel, huku Netanyahu akiahirisha mkutano wa baraza hadi Jumamosi usiku ili kuepuka taharuki. Mawaziri hao waliripotiwa kutazama shambulio hilo mubashara kutoka kituo cha udhibiti, vyanzo visivyotajwa vikielezea tukio hilo kuwa ni historia ikitungwa moja kwa moja mbele ya macho yetu. Marekani ilisisitiza kuwa na udhibiti wa ujumbe wa kidiplomasia na vyombo vya habari kuhusu operesheni hiyo, licha ya wasiwasi ulioelezwa na makamu wa rais JD Vance, ambaye hatimaye aliunga mkono hatua hiyo. Naye waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio, akizungumza kwenye kipindi cha Meet the Press cha NBC Jumapili hii, alidai kuwa sehemu kubwa ya akiba ya uranium iliyoboreshwa kwa 60% ya Iran huenda ilikuwa Isfahan wakati wa shambulio. "Ninashuku kama walihamisha. Dakika tu lori linapoanza kusafiri, wa Israel wanaliona na wanalilenga," alisema Rubio, akidokeza kuwa akiba hiyo bado iko chini ya kituo hicho. Alihimiza mamlaka za Iran kukabidhi uranium hiyo ili ipunguzwe kiwango cha mionzi kimataifa na kuachana na uwezo wa kuiboresha, badala yake wakubali mpango wa nyuklia wa kiraia kwa kutumia vifaa vya nje kama inavyofanywa na mataifa mengine. Rubio aliishutumu Iran kwa kutafuta uwezo wa silaha, si kwa matumizi ya amani.